Jioni hii ya leo, somo la pekee sana, somo ambalo ninaamini Mungu ana ajenda kubwa sana kwa mtazamaji na msikilizaji. Somo la leo lina kichwa kinachosema nyayo zenye nyaya. Nyayo zenye nyaya, sehemu ya kwanza. Somo hili linakuja kwetu jioni hii ya leo likianzia pale ambako tulishia sehemu ya pili ya somo la nyayo katika mapambano, lakini leo ikiwa ni sehemu ya kwanza ya nyayo zenye nyaya. Hizi ni nyaya gani? Hizi ni nyaya zenye moto, nyayo zinazotoa cheche. Hizi ni nyayo zenye nyaya za moto. Waingereza wanasema hizo ni live wire. Kusikia anasema live wire, na kama ni zile nyaya za umeme, electrical wires, unasikia huo una moto huo. Akisema una moto, maana yake uko hai, wire uko hai, unapitisha electrons. Wanasema huo wire una moto huo. Wakati mwingine ambao watu wanapokuwa wanatembea maeneo, unasikia kama kuna mitikisiko, anasema kuna mgusano wa nyaya, iko wazi, haijafunikwa. Nyaya zenye moto. Na jioni ya leo, nyayo za matumaini, nyayo zenye nyaya zinazowaka moto, zinawaka na ziko connected, zimeungana. Hizo ni nyaya za pekee sana. Na jioni ya pekee, neno la Mungu tunapoanza kusoma pamoja nami, katika kitabu cha Injili ya Yohana sura ile ya kwanza na mstari ule wa 29. Injili ya Yohana sura ya kwanza na ule mstari wa 29. Yesu alikuja kufia dhambi. Ndio maana tunasoma Injili ya Yohana sura ya kwanza mstari wa 29. Hebu soma pamoja nami. Tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya nini? Ya ulimwengu. Huyu ni Yohana Mbatizaji alipomwona Yesu siku ya pili kando ya mto ule wa Yordani, kaelekeza umati wa wakazi wa dunia wakati ule akiwaambia, tazama mwana kondoo wa Mungu achukuae dhambi ya ulimwengu. Dhambi ya ulimwengu. Na kwa sababu hiyo, hii inamaanisha nini basi? Huyu ni mwana kondoo anayechukua dhambi ya ulimwengu. Sio dhambi ya mchungaji Semba, sio dhambi ya msikilizaji na mtazamaji ulioko hapo, sio dhambi ya mtu yeyote yule, bali ni dhambi ya ulimwengu. Biblia inasema ya kwamba tazama mwana kondoo awachukuae dhambi ya ulimwengu. Hii ni dhambi ambayo sio ya mtu fulani Afrika, sio ya mtu fulani Amerika, sio ya mtu fulani Australia, sio ya mtu fulani kule visiwa vya Madagascar, kule Mauritius, kule Morocco, kule Canada, kule Mozambiki, kule Botswana. Biblia inasema ni anachukua dhambi ya ulimwengu. Ile neno dhambi pale wa Yunani wanaita hamartia, liko kwenye accusative. Accusative inamaanisha mipaka. Accusative limitation, weka mipaka, ni hamartia, lakini liko kwenye gender ya feminine. Kwa sababu dhambi, kwa nini nasema iko kwenye feminine? Kwa sababu ni contagious. Unajua grama ya Kiunani ni ajabu sana, maana wanaipa gender dhambi, wanaipa gender ya kike. Na najiuliza kwa nini wanafanya vile, lakini sikiliza anachokieleza. Hiyo iko kwenye accusative, na iko ni feminine, na iko ni singular. Kwa hiyo ile dhambi iko kwenye umoja, sio wingi. Mwana kondoo anakuja kuchukua dhambi, sio nyingi, ni dhambi moja. Sikiliza kidogo jioni ya leo, nyayo zenye nyaya. Mwana kondoo anakuja kuchukua dhambi ya ulimwengu. Hiyo ndiyo mwana kondoo amekuja kubeba. Unajua watu wengi wanaposoma Biblia wanaona dhambi ziko za aina kuu mbili. Moja, wanasema ni dhambi ya kufanya, dhambi ya kutenda, the sin of commission. Hii dhambi ya kutenda ni dhambi gani hiyo?
Maana wanasoma kwenye waraka wa kwanza Yohana sura ile ya 3 na ule mstari wa 4, anasema atendaye dhambi afanya uasi. Ya neno uasi kwa Kiyunani inaitwa anomia. Una alfa na nomis, ambao kwa Kiingereza wanasema norms au sheria ama kanuni. Kwa hiyo dhambi ni kutokuwa na sheria, ni kutotunza na sheria. Kwa hiyo kutenda kinyume na sheria inaitwa anomia, against the law. Kwa hiyo anasema dhambi ya kutenda kinyume na sheria, dhambi ya kutenda ulichokatazwa, the sin of commission. Lakini pia Biblia inaeleza dhambi ya kundi la pili. Kwa mujibu wa kitabu kile cha Yakobo sura ya 4 mstari wa 17, Biblia inasema ya kwamba yeye ajuaye kutenda jema na halitendi, kwake ni dhambi. Sasa unajiuliza kwa nini anasema vile? Yeye anayejua kutenda jema halafu halitendi, yani alipaswa atende lakini amekataa kutenda, the sin of omission, ameomit, amejiondoa. Kwa hiyo kuna dhambi ya kutenda, the sin of commission, na dhambi ya kutotenda ulichopaswa kutenda, the sin of omission. Kwa hiyo hizi aina kuu mbili za dhambi, watu wanadhani hizo ndizo Yesu alikuja kubeba. Sikiza kidogo, Yesu hajaja beba hizo dhambi. Badala yake anasema amekuja kubeba dhambi za ulimwengu, sio dhambi ya ulimwengu. Ndio nasikia Hamaritian tu kosmu, ambayo ilikuwa kwenye genitive, ambayo genitive yake ni genitive ya relation, yani ni ile inayosema mahusiano ya ulimwengu. Na kwa sababu hiyo basi, hii dhambi ya ulimwengu sio ile ya waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya 3 na mstari wa 4, ile ya kutenda ulichokatazwa kutenda. Ngoja kidogo, subiri tu utaelewa. Lakini pia sio ile ya Yakobo 4:17, dhambi ya kutotenda wakati ulitazamiwa kutenda, sin of omission. Hii sio dhambi hiyo. Kwa nini? Ngoja kidogo angalia jambo hili. Biblia inatueleza wazi kwa nini kilitokea katika ile bustani ya Eden. Hebu niombe tu watu watatu hapa ambao wameandaliwa waweze kuangalia kitu fulani kwa kielezo tu muhimu hapa, na ambacho tutaenda tusome kwenye kile kitabu cha Warumi, na kwenye kitabu cha Warumi kitatusaidia kuweza kuelewa dhambi ambayo Mungu anaiweka wazi jioni hii ya leo, dhambi ambayo inatajwa kwenye Injili ya Yohana 1 mstari wa 29, dhambi ya ulimwengu. Na ile dhambi ya ulimwengu ndiyo dhambi ile inayosemwa ni ya Adamu. Sasa hebu angalia kidogo katika kitabu cha Warumi 12 sura ya 5 na mstari wa 12. Hapa ninasoma Warumi sura ya 5 mstari wa 12. Kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia wapi? Iliingia wapi? Ulimwenguni. Iliingia wapi? Siwasikii kule Tokyo. Iliingia wapi? Kule Kenya. Iliingia wapi? Ulimwengu. Kwa mtu mngapi? Moja. Na kwa dhambi hiyo mauti. Kwa hivyo mauti ikawafikia watu wangapi? Wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Hiyo ndio Warumi 5 mstari wa 12. Lakini ule mstari wa 14 Biblia inasema mauti ilitawala tangu wakati wa Adam mpaka Musa, nayo ilitawala hata wao wasiofanya dhambi ifananayo na kosa la Adam. Aha. Sasa hebu kidogo, unaona hapa rafiki zangu hapa, hebu njoo tu kidogo. Wewe njoo hapa katikati hapa, ambaye utasoma hapa katika Warumi hiyo sura ya 5, na angalia kilichofanyika ile dhambi ambayo anasema kwa mtu mmoja dhambi iliingia. Moja. Na huyo anatajwa ni mmoja tu ikaingia dhambi. Na hebu soma Warumi sura ile ya 5 na mstari ule wa 17. Angalia vizuri hapa. Biblia inasemaje hapa? Hebu soma. Kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja, kwa kukosa kwake mtu mmoja, mauti ilitawala kwa sababu ya yule mmoja. Mauti ilitawala kwa sababu ya yule mmoja. Kama huyu ndio yule mmoja yule ambaye anaitwa Adamu, huyu tuseme ndio ataitwa Adamu. Halafu huyu tutamwangalia kwa kukosa kwake huyu mmoja, mauti ikatawala. Tena Biblia inasema Warumi hiyo 5:14, ikatawala hata wale ambao hawakufanya kosa kama la Adamu, lakini walikuwa chini ya mauti, ikawapata wote. Soma msomaji.
Zaidi sana wao wapokeao wingi wa neema, wale wanaopokea wingi wa neema na kile kipawa cha haki watatawala katika watatawala kwa yule mmoja, Yesu Kristo. Hapa kuna Adamu wa kwanza na kuna Adamu wa pili. Mmoja akaleta mauti, lakini mmoja yeye akasababisha watawale pamoja naye, yeye ambaye ni Yesu Kristo. Angalia mstari wa 18. Angalia mstari wa 18. Basi tena kama kwa kosa moja watu wote walihukumiwa adhabu, kwa kukosa kwake Adamu watu wote wakahukumiwa adhabu, kadhalika kwa tendo moja la haki, kwa tendo moja la haki, kwa kosa moja la Adamu, kwa tendo moja la haki, watu wote walihesabiwa haki yenye uzima. Mstari wa 19. Soma mstari wa 19. Sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja, kwa kuasi kwake, mara mbili alisema kwa kukosa, paraptoma, kisha akarudia mstari wa 18 kwa kukosa, paraptoma, lakini sasa anasema kule kukosa ni parakoe, kwa kuasi. Yani kuasi maana yake kutosikia, parakoe maana yake ni kutotii. Sikiliza, anasema, rudia mstari wa 19. Kwa sababu kama kwa kuasi kwake mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, waliingia kwenye dhambi, kadhalika kwa kutii kwake mmoja watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki, waliingia katika hali ya wenye dhambi. Mmoja, wote wakaingia. Sasa hivi huyu hapa ndio wewe na mimi. Sasa wewe mtazamaji, wewe msikilizaji, huyu ndiye anayetuwakilisha sasa wanadamu wanaoishi katika dunia hii. Huyu sio Adamu, Adamu ni huyu hapa, na huyu sio Yesu, Yesu ni huyu hapa, kwa kielezo hiki hapa. Kwa hiyo anasema kwa huyu mmoja, kosa lake tu, wote tukaingia hapa, tuka line up nyuma yake, kwa sababu ya kosa na dhambi yake moja tu, wote tukaingia pale. Lakini huyu Yesu akaja akatenda tendo moja la haki, watu wote wakaingia kwenye uzima pamoja naye. Maana yake ni nini? Yaani sisi, wewe na mimi, hatukushiriki kosa la Adamu na wala hatukushiriki tendo moja la haki la Yesu Kristo. Ngoja nisikize vizuri hapa. Ila ni nini basi? Tumehusiana naye, tunahusiana naye. Kwa hiyo inategemea sasa hapa katikati. Hapa ndipo naambiwa kwa sababu ya mtu mmoja dhambi iliingia, sio ya mchungaji Semba, mwana kondoo wa Mungu achukuaye dhambi ya ulimwengu, ambayo ni moja. Na ni ipi hiyo basi? Asanteni sana mnapoendelea kusikiliza. Ni ipi gani hiyo? Dhambi gani hiyo inatajwa pale? Tasikiliza kidogo. Maana kumbuka siku mbili zilizopita tulitembea pamoja nawe katika bustani ya Eden. Pale tukaona katika kitabu kile cha Mwanzo sura ya 3. Tukaangalia nyoka alichokifanya. Ule mstari wa 4 Mwanzo 3 unasema hamtakufa hakika. Maana yake ni nini? Si kweli, ni uongo. Si kweli, Mungu sio mkweli, Mungu ni muongo, hakuna kifo hapa. Lakini mstari wa 5 Mwanzo sura ya 3 akaongezea gia, akasema Mungu anajua ya kwamba siku mtakapokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, mkifanana na Mungu, mkijua mema na mabaya. Anachoeleza ni kwamba Mungu, kwa sababu si wa kweli, Mungu sio mwema. Kama Mungu angelikuwa mwema, angewaruhusu mkale matunda haya. Mungelikuwa mmeshaongezeka ufahamu, mungekuwa mmeshaboreka maisha yenu, mungekuwa mmeshaongezeka katika akili zenu, munakuwa na ufahamu kama wa Bwana. Mungu wenu ni mwovu sana, amewazuia kuongezeka, amewazuia kufanana naye, ana wivu mbaya. Kwa lugha nyingine ni hivi, alimleta Mungu tabia yake akaileta kwa Adamu na Hawa, akaichafua kwamba Mungu ni mwongo. 1, 2, Mungu sio wa kuaminika. 3, hapaswi kuaminiwa, na kwa sababu hiyo Mungu wenu ni mwovu. Shetani alifanya kitu cha ajabu sana. Alimleta
akachafua tabia ya Mungu kwa mwanadamu, akasema Mungu ni mwovu. Na yule mwanamke alipoona matunda yanavutia macho, akaona habari na mwingia, akaona ni kweli, akachukua na akala, akatwaa, akapelekea mmewe, na yeye naye akala. Wote wakafumbuliwa macho. Mungu anapomuuliza mwanamke nini kimetokea, katika ile Mwanzo 3 na ule mstari wa 13, mwanamke anasema nyoka alinidanganya. Amenidanganya, nilidhani ya kwamba nitakwea ngazi nifanane na wewe. Amenidanganya. Maana yake amenieleza ya kwamba wewe una wivu, wewe ni mwovu, wewe ni mwongo, amenidanganya. So the sin of Adam, dhambi ya Adam ni hii, ni kutomwamini Yehova, dhambi ya kutomwamini Elohim. Na hiyo kwa sababu ya kutokuamini akamtilia mashaka, akaona Mungu hafai, akaasi, disobedience. Kwa hiyo dhambi ya kutomwamini Bwana ikampeleka kutotii, na kutokutii kutakamdumbukiza kwenye kifo. Na unajua kile kifo kinachotajwa pale, watu wanafikiri ni kifo hiki tunachopelekana makaburini leo. Naomba usikize vizuri, kwa sababu kifo kile kinachotajwa pale, ambacho Mungu alisema kwenye ile Mwanzo 2:17, siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika, haikuwa kifo cha malaria, haikuwa kifo cha kisukari, haikuwa kifo cha ajali, ilikuwa ni kifo cha kutengwa na chimbuko la mwenye uhai. Ndio maana ile kitabu cha Wathesalonike ya pili 1 mstari wa 9, Biblia inasema watatengwa na Mungu milele. Total separation from the source of life, kutengwa milele kutoka kwa aliye chimbuko la uhai. Hii ndio ilikuwa ndio kifo, ndio kilichokuwa kinaletwa pale, kwa sababu samaki akimtolewa tu kwenye maji anakufa. Ukiwapruti, uking'oa mti katika ardhi unakufa. Kadhalika mwanadamu alipotengwa na dhambi yake kutoka kwa Mungu, amejitenga na aliye chimbuko la uhai, kifo kikaja, total separation, hakatengwa na Bwana. Na hiyo ndiyo ambayo dhambi ya Adam, hiyo ambayo Yesu alikuja kuibeba. Sio ile dhambi ambayo mtu anadokoa sukari halafu anasema ni dhambi, anapiga, anaua, anasema ndio ile dhambi. Hapana, hiyo ni sign ya dhambi yenyewe. It's a sign of that sin. Yani ni ishara ya kueleza iko dhambi ndani yangu. Ndio maana wakati Paulo anaandika kwa Warumi sura ya 7 na ule mstari wa 18 hadi mstari wa 20, akasema ninalolifanya silitambui, ninalotaka jema kulitenda silitendi. Akasema hata hivyo sio mimi nayetenda hivyo, ila ni sio mimi nafsi yangu, ila ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Kwa hiyo mtu akiiba, kuiba hasa sio dhambi, ila ile ni saini ya kwamba iko dhambi ndani yake. Mtu akiamua kusema uongo pale sio hasa dhambi yenyewe, ila ni saini ya kwamba iko dhambi ndani yake. Akiamua kwa mzinzi, zinaa hasa sio yenyewe, ila zinaa ni indicator, ni sign ya kwamba there is a sin inside. Dhambi iko ndani. Ndio maana inachomoa mirija yake ya zinaa, mirija yake ya ulevi, mirija yake ya kutukana, mirija yake ya kupigana, mirija yake ya ufisadi, rushwa na kila aina ya ufisadi. Hiyo ni mirija yake, ila chenyewe iko pale. Kwa nini? Dhambi mzizi wake, sikiliza vizuri, mzizi wa dhambi, the root of that sin, ili ujue dhambi ilivyo mbaya, the root of that sin, ilimfanya Mungu aonekane mwovu kwa Adamu. Ndio mzizi wake, Mungu ni mwovu. Halafu kana kwamba haitoshi, angalia tunda la ile dhambi. Matokeo ya ile dhambi ni kutengwa na aliye chanzo cha uhai, separation, ambayo inaleta mauti. Sio mauti ya hii, hapana, mauti yenyewe ambayo siku akija ataileta mwenyewe. Ile mauti hailetwi na chochote hapa duniani, wala hailetwi na sumu, na hailetwi na silaha yoyote, hailetwi na mshale wenye sumu. Inaletwa na yeye mwenyewe, kutengwa na uso wa Mungu. Na kwa sababu hiyo basi, sikiliza kidogo. Biblia inaeleza katika kitabu cha Isaya 53 mstari wa 3 hadi wa 5, na hapa ninasoma: hakika ameyachukua masikitiko yetu, hakika amejitwika huzuni zetu,
lakini tulidhani ya kwamba amepigwa na Mungu na kuteswa, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumefanyaje? Watu walifikiria kwamba amepigwa na Mungu. Hapana, yaani yale mapigo yale aliyokutana nayo ni mapigo ya ile dhambi ambayo Yesu alikuja aichukue, dhambi ya ulimwengu. Kwa hiyo dhambi ya ulimwengu ni dhambi ya Adamu, na dhambi ya Adamu ni ya kutomwamini Bwana, kwa sababu alimwona Mungu ni mwovu na akaingia kutotii na akatengwa na Mungu. Alichukua masikitiko yetu, alibeba huzuni zetu. Ndio maana sasa, ikiwa hivyo, hizo ni nyaya zenye moto, na hizi nyayo zinakuja na nyaya zenye moto. Kwa hiyo inaeleza kitu gani? Anakuja kubeba dhambi ya Adamu, ambayo ndiyo dhambi ya ulimwengu, dhambi ya dunia, inawekwa kwenye bega lake, na hiyo ndiyo dhambi ambayo Yesu alikuja kubeba. Sasa hebu angalia kitabu cha Waebrania sura ile ya 2 na mstari wa 14 na 15. Sasa angalia sasa hii nyaya yenye moto inavyoweza kupekua na kupiga shoti huku na kule. Moja, katika Waebrania sura ya 2 mstari wa 14 hadi 15. Nasoma, basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye vivyo hivyo alishiriki hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti. Yaani nani huyo? Ibilisi. Awaache uhuru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Alishiriki, Biblia inasema alishiriki hayo, kama ambayo wewe unashiriki mwili huo na mwili huu akashiriki hayo. Na kwa nini alishiriki? Alikuwa anashiriki ili amharibu yeye aliye na nguvu za mauti. Yaani kifo cha Yesu ambacho ndicho kwa hakika nyaya yenye moto, ilikuwa inaharibu system, mfumo wote wa shetani, inabomoa kila mahala. Alikuwa anamharibu yeye aliye na hizo nguvu za mauti. Kana kwamba haitoshi, angalia Yesu alivyoeleza, anamharibu pia. Alikuwa Yesu kwa kifo chake, unajuaje alikuwa anamharibu? Yesu aliwaambia Wayahudi katika Yohana ile sura ya 8 mstari wa 44, ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mnazotaka kuzitenda. Yeye alikuwa mwongo na alikuwa muuaji tokea mwanzo, maana ndani yake hamna kweli. Kwa hiyo Ibilisi ni muongo, Ibilisi ni muuaji. Yesu alikuwa akienda pale msalabani, waya wenye moto unaweka wazi tabia ya shetani. Ni muongo, kama alivyosema yule mwanamke katika ile Mwanzo 3:13, nyoka ni mdanganyifu, amenidanganya. Kwa hiyo Yesu alikuwa anasema Yesu ni mkweli na Mungu ni mkweli, shetani ni muongo. Kana kwamba haitoshi, alifunua pia tabia ya Mungu pale Kalvari. Angalia jinsi ambavyo ule waya unavyofanya, unamharibu shetani, lakini wakati huo ule waya wenye moto unafunua tabia ya Mungu. Ipi? Mungu ni pendo. Mungu ni pendo. Hiyo ndio unaisoma katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 na ule mstari wa 4 unasema Mungu ni upendo. Ndipo Yohana pia anaandika katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 4 na mstari wa 16, Mungu ni upendo. Pale Kalvari ilikuwa ya signpost, ilikuwa ndio sehemu ya jukwaa ya kuelezea uzao wa Adamu. Mungu ni upendo. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa nani? Mwanawe, ili kila mtu amwaminie asipotee. Kalvari juu ya msalaba ile kuwa ni mti ulioeleza upendo wa Mungu. Wakati unafunua upendo wa Mungu pale Kalvari, wakati huo anamharibu aliyekuwa na nguvu za mauti. Yaani huu ni waya ukishikwa na shetani anaharibika, lakini kwa upande wa mbingu unaeleza tabia ya Bwana. Hii ndio inaelezea katika kitabu kile cha Yohana Injili sura ya 3 na mstari wa 33. Yesu akasema, sikiliza alivyosema, yeye aliyokubali ushuhuda wake ametia muhuri ya kwamba Mungu ni kweli. Kwa hiyo kifo cha Yesu msalabani ilikuwa ni ukweli ya kwamba Mungu ni ukweli. Mungu ni ukweli.
Ndio maana Yesu alisema kwenye Ufunuo sura ya 3 ule mstari wa 21 alipokuwa anajitambulisha kwa kanisa la Laodikia, akasema huyu yeye ndiye asemaye ambaye anaitwa Amina. Haleluya! Yeye ndiye Amina. Lakini sio mara ya kwanza tu, lakini hata Isaya sura ya 65 na ule mstari wa 16, kila anayeapa, kila anayejibarikia atajibarikia kwa jina la Mungu aliye wa kweli. Kwenye Kiswahili huwezi kuona vizuri, hata Kiingereza the God of truth, Kiswahili nasema Mungu wa kweli, lakini Kiebrania nasema Elohim Amen. Yaani Mungu anaitwa Elohim Amen. Amen ni jina la Elohim, ndiye anayejitaja Agano la Kale na Agano Jipya. Kwa hiyo Kalvari juu ya msalaba ilikuwa ni kumharibu shetani katika akili za mwanadamu. Mungu ni mkweli na anapaswa kuaminika. Hiyo ndio naiona hapo. Lakini katika Yohana sura ya 18 mstari wa 37, basi Pilato akamwambia, wewe umfalme basi? Yesu akajibu, wewe wasema kwa kuwa mimi ni mfalme. Mimi nimezaliwa kwa ajili ya haya, na kwa ajili ya haya mimi nalikuja ulimwenguni ili niishuhudie kweli. Kila aliye wa hiyo kweli huisikia sauti yangu. Yesu alikuja aishuhudie ile kweli. Pilato akatoa macho akashangaa, akasema kwani kweli ni nini? Hakujua ya kwamba iko dhambi ya Adamu iliyochafua kweli, kachafua tabia ya Bwana, na mwana kondoo wa Mungu amekuja kuibeba dhambi ya ulimwengu. Yesu alikuja aishuhudie kweli. Anapoishuhudia kweli, anamharibu aliyekuwa na nguvu za mauti. Jioni ya leo Yesu anashika nyaya ya moto, mwaya ambayo kikanyaga ibilisi anaharibika. Lakini kwa mwanadamu yeye akishamwona atakuwa tayari anaweza kuangalia. Lakini kile kinachosema, sikiliza sasa, sio tu alikuwa anaonyesha upendo, maana Biblia inasema katika Warumi sura ya 5 na ule mstari wa 8, bali Mungu aonyesha pendo lake yeye kwetu sisi, kwamba Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Tungali wenye dhambi. Lile neno aonyesha maana yake alisimama pamoja nasi. Ni maneno mawili ya Kiunani, sun pamoja na istemi. Istemi is to stand, sun maana yake ni pamoja. Kwa hiyo Yesu alisimama pamoja nasi tulipokuwa tungali wenye dhambi, sio tukiwa wasafi, tungali wenye dhambi. Msalaba ni onyesho la upendo wa Mungu, na msalaba kadhalika ni onyesho la namna anavyotupenda. Kana kwamba haitoshi, sikiliza, Mungu alifanya nini hapo? Alikuwa msalabani anaumba Adamu. Mwambie jirani yako, alikuwa anamuumba Adamu. Pale msalabani alikuwa anamuumba Adamu. Angalia kitabu cha Petro ya kwanza sura ile ya kwanza mstari wa 18 hadi mstari wa 20. Nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha, kwa dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mliopokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na waa, yani ya Kristo. Damu ya mwana kondoo, damu ya thamani, sio dhahabu, sio fedha. Yani ile damu iliyotoka pale ilikuwa ni damu iliyokuwa na waya wenye moto, yani ni damu ya pekee. Kwa hiyo angalia kinachofanyika, sio damu ya kawaida ile. Angalia Matendo 20 mstari wa 28, Paulo akizungumza kwa wazee wa makanisa ya Efeso siku ile alisema maneno haya. Angalia alichokisema, jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake, mpate kulilisha kanisa lake Mungu aliyolinunua kwa damu yake mwenyewe. Haleluya! Yasikiliza, ile damu iliyomwagika sio damu ya mtu wa kawaida, ni damu ya Mungu. Yani amelinunua kanisa kwa damu yake mwenyewe. Mungu amelinunua kanisa kwa damu yake mwenyewe. Ndio maana wale wasiomuona Yesu ya kwamba ni Mungu, na maana ibilisi anataka endelee kutudanganya, kwa sababu Biblia inasema Mungu amelinunua kanisa kwa damu yake. Yani damu ya nani? Damu ya Mungu. Na unaweza kujiuliza kwamba ni damu ya Mungu. Ni ya Mungu. Ndio maana Yohana 1:18 inasema hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote isipokuwa Mungu mwana pekee aliye katika kifua cha Baba. Huyo ndiye aliyemfunua, yani aliyekuja katika
katika vile vilima na tambarare za Bethlehem, alikuwa ni Mungu mwana. Huyo aliyetembea katika barabara za Nazareti na Galilaya na kokote, alikuwa ni Mungu mwana. Huyo aliyekwenda katika bustani ya Getsemani, alikuwa ni Mungu mwana. Huyo aliyekwea juu ya msalaba, alikuwa ni Mungu mwana. Damu ya thamani, damu ya Mungu mwenyewe, damu inayotoa uhai. Sasa angalia inachokieleza hapa. Alikuwa msalabani, alikuwa anatoa uhai. The cross, the life giver and the life receiver. Pale kwenye msalaba ndipo ambapo mtoa uhai alikutana na mpokea uhai. Ngoja kidogo, mtoa uhai akakutana na mpokea nini? Ndio maana Yesu alisema Yohana 12:31 hadi 33, nikiinuliwa juu nitawavuta wote kwangu. Nikienda juu ya msalaba nitakutana na wapokea uhai. Ndio maana kile cha Wakorintho ya pili sura ya 5 mstari wa 14 imeandikwa, mmoja alikufa basi tukafa wote. Mtoa uhai anakutana na mpokea uhai at the cross, juu ya msalaba, mara pa kukutania mtoa uhai na mpokea uhai. Sasa angalia anachokieleza katika Yohana sura ya 10 mstari wa 15, 17, 18 na 28. Anasema, nami nautoa uhai wangu kwa ajili ya kondoo. Na ule mstari wa 17 unasema, nautoa uhai wangu ili niutwae tena. Mstari wa 18, nautoa mwenyewe nami ninao uwezo wa kuutwaa tena. Mstari wa 28, nami nawapa uzima wa milele. Yaani Yesu Kalivari alikuwa anautoa uhai ili watu wapokee, na wanapoupokea wanapata uzima wa milele. Mungu alikuwa anaumba tena. Sikiza vizuri, he was recreating Adam. Alikuwa anamuumba tena, anatoa uhai, pumzi ya uhai katika pumzi, katika pua za Adam. Sio katika bustani ya Eden, safari hii ni kwenye bustani ile ya Getsemani. Angalia inachozungumzwa hapa katika Yohana 19 mstari wa 41. Neno la Mungu linasema, na pale pale aliposulubiwa palikuwa na bustani, na ndani ya bustani muna kaburi jipya ambalo hajatiwa bado mtu yeyote ndani yake. Yesu alikuwa kwenye bustani, bustani ya Kalivari, bustani ya Goligota, ili atie tena pumzi yenye uhai juu ya msalaba. Siku ile alipuliza katika pua ya Adam akiwa mavumbi ameafinyanga kwenye bustani ya Eden. Safari hii kwenye bustani ya Getsemani alikuwa anatia tena uhai, na anayetoa uhai ni yule tu mwenye uhai nafsini mwake. Yeye aliye na uhai ndiye anayetoa uhai, halafu anautoa tena. Ndio maana usipomjua Yesu ndiye yule aliyeku itakuwa ni hasara mbaya, kwa sababu ni aliye tu muasisi wa uhai, anayeweza kutoa uhai na kutoa na kupokea. Ndiye anayeweza kutoa uhai mwanadamu akawa hai. Ilikuwa ni uumbaji tena. Wakati waimbaji wa sacred wanapanda kwenye jukwaa hapa, Mungu yuko kwenye mchakato wa uumbaji. Anataka apulize tena pumzi yake, damu ya thamani, damu yenye uhai. Tunaishi katika kipindi cha kufanya maamuzi. Leo mbele yako na mbele yangu, leo Yesu anafanya uumbaji, anashughulika nawe katikati. Hatujapewa miti miwili leo, ila tumepewa Adamu wa kwanza na Adamu wa pili. Na katika hawa wawili, ya Adamu wa kwanza ambao tumerithi madhaifu yote haya, lakini katika Adamu wa pili tuna uzima wa milele. Lazima tufanye uchaguzi wa kujitambulisha na mtia uhai. Yesu aliyemuumba Adam kwenye bustani ya Eden, akapulizia puani pumzi ya uhai, akawa nafsi hai. Safari hii yuko kwenye bustani ya Getsemani pale Goligota, tena akitoa damu yenye uhai ili aweze kuwa hai. Jioni ya leo ukutana na mtoa uhai, toa uhai tena, akiwa pamoja katika jioni hii kule Canada, kule Norway, na unasema, Yesu, puliza pumzi, damu yenye uhai, niumbe tena upya. Simama pale ulipo, simama pale ulipo kwenye vituo, simameni pale wakati waimbaji wanaimba wimbo huu, sikilizeni kwa makini, tembeeni wakati wanaimba wala nasema uombe, tembeeni kwenye vituo hapa, tembeeni jioni ya leo, kwamba Yesu, weka uhai wa damu yako. Tembea, joeni tu hapa kwenye vituo, tembeeni. Yesu aumba tena upya. Tembea pale ulipo, tembeeni jioni ya leo, kisa cha Yesu. Tembea tumpendwa, Yesu anamuumba upya Adamu, nyaya yenye moto iliyo na uhai, live wire.
Tembea, kimbia pale ulipo, tembea jioni ya leo kwenye vituo kule. Watu wa Mungu wapokeni, watu wa Mungu popote mlipo, tembea. Rehema daima yashinda dhambi. Neema daima yashinda dhambi, yashinda dhambi. Tembea pale ulipo jioni ya leo. Yesu aweke uhai. Neema yashinda dhambi. Msalabani lithibitika, haijalishi uliotenda. Bwana wabariki, tembeeni neema yake. Neema ya Yesu yashinda dhambi. Yesu anataka kumbe upya, tembea. Nyaya zina moto. Umeteswa na kuumizwa kwa uchaguzi uliofanya, hata kama ni kwa uchaguzi wako uliofanya ya dhambi umekuwa ukilipa, lakini Yesu hakusubiri. Tumaini liko kwake, neema yake kuu yashinda dhambi. Neema kuu kuliko dhambi. Msalabani lithibitika, haijalishi uliotenda. Neema yake yashinda dhambi. Neema